Jama Fest oye! Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kujumuika hapa leo katika tukio hili adhimu na la kipekee. Ni heshima kubwa kwangu binafsi na nchi yangu Tanzania kupewa nafasi ya kuwa mwenyeji wa tamasha hili na mimi kusimama hapa mbele yenu kumwakilisha Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais angependa sana kuwa nanyi leo hapa, lakini kutokana na majukumu mengine ya kiofisi amenituma kumwakilisha katika tukio hili la uzinduzi wa tamasha la 4 la sanaa na utamaduni la Jumuiya ya Afrika Mashariki, yaani Jama Fest. Mheshimiwa Rais amenituma niwasalimie sana wana utamaduni, wana vikundi, wana Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais amesema niwaambie michezo ni afya na utamaduni ndiyo asili yetu. Michezo hii inaleta urafiki, inaleta kujuana, inaleta kutambuana. Ameniambia niwaambie, tambuaneni na pendaneni na mjenge afya zenu, lakini msibomoe afya zenu. Mheshimiwa Rais anawakaribisha sana Tanzania na anasema chezeni kwa afya. Tanzania ni salama, tuko tayari kuwalinda. Malize michezo yenu vizuri na mtaondoka Tanzania bila hata kufinywa na mbu, hata wauma. Kwa Mheshimiwa Rais amefurahi sana uwepo wenu hapa na anawatakia kila laheri. Malize michezo hii vizuri kabisa. Lakini niwaambie kwamba naona fahari kujumuika nanyi katika tukio hili muhimu la kikanda ambalo ni chachu ya kuimarisha mtangamano wetu na kuendeleza anuwai ya kiutamaduni. Naomba niwaahidi kwamba nitasema nilioelekezwa hapa na Mheshimiwa Rais na nitachukua yote mlionituma kupeleka kwa Mheshimiwa Rais kwa usahihi kabisa. Aidha, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wakuu wetu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Baraza la Mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kukubaliana na uamuzi wa mkutano wa 20 wa Baraza la Mawaziri la kisekta la elimu, sayansi, teknolojia, utamaduni na michezo la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa tamasha la Jama Fest lifanyike kila baada ya miaka miwili kuanzia mwaka 2013. Na hapa tumeambiwa kwamba tamasha la kwanza lilifanyika Rwanda, likafuata Nairobi, miaka miwili iliyopita Uganda, na sasa hivi ni zamu ya Tanzania, na tamasha hili litaendelea kuchezwa au kutekelezwa jinsi miaka inavyokwenda. Uamuzi wa kufanyika kwa tamasha hili ni muhimu sana na wa kupongezwa na kila mtu mwenye mapenzi mema ya kudumisha na kuendeleza urithi na utamaduni wa nchi zetu. Kwa namna ya pekee nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, na Mheshimiwa Hamisi Kigwangwala, Waziri wa Maliasili na Utalii, wote wa Tanzania, pamoja na jopo la watendaji wa wizara hizo kwa maandalizi mazuri ya tamasha hili. Pia pongezi nyingi ziende kwa kamati ya kikanda ya maandalizi ya tamasha hili na Sekretarieti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiongozwa na Katibu Mkuu wa Jumuiya, Mheshimiwa Balozi Liberati Mfumukeko. Ndugu washiriki, pongezi zangu pia ziende kwa kamati ya kitaifa ya maandalizi kwa kazi kubwa na ngumu walioifanya ya kuandaa tamasha hili. Natambua kuwa ili kuweza kuandaa tamasha kubwa kama hili ni lazima kuwe na ushirikiano madhubuti, kujituma, mshikamano na utayari wa kila mmoja anayehusika. Sote ni mashuhuda kwa kazi nzuri iliyofanyika kuanzia jana yalipofanyika matembezi ya kiutamaduni
ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyoishia kwenye uwanja huu wa Taifa. Kwa kweli tamasha limefana sana, na huu ni uthibitisho kuwa kila mmoja katika nafasi yake alitimiza ipasavyo wajibu wake. Ndio maana wahenga wakasema, usione vyaelea ujue vimeundwa. Tunazishukuru sana kamati zote za maandalizi kwa kazi nzuri mlioifanya. Hongereni sana. Pia nitumie fursa hii kuwakaribisha wageni wote kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nimejulishwa kwamba wapo wageni kutoka kisiwa cha Mayotte. Hawa ni Wangazija, Kwezi, Mayotte, Kwezi. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wote wa Tanzania, na kukaribisheni sana hapa nchini kwetu. Kwetu sisi wa Tanzania ni fahari kubwa kupewa heshima hii ya kuwa mwenyeji wa tamasha hili kwa mwaka huu wa 2019. Tunaamini uwepo wenu hapa nchini utakupeni fursa ya kuonja matunda ya amani, usalama na ukarimu wa Watanzania. Napenda kukuhakikishieni kuwa Tanzania ni nchi ya amani, utulivu na upendo. Sisi tunaishi kama watu wa familia moja, na ndio maana unapokuja Tanzania tunasema karibu katika kisiwa cha amani. Napenda kukuthibitishieni kwamba Watanzania tunapenda wageni, tunawapenda majirani zetu, na tuko tayari kukukarimuni kwa wakati wote mtakaokuwa nasi. Karibuni sana na jioneni mko nyumbani. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, nimefurahishwa sana na kauli mbiu ya tamasha hili linalosema uanuwai wa kiutamaduni, msingi wa utangamano wa kikanda, maendeleo ya kiuchumi na kushamiri kwa utalii. Kauli mbiu hii imebeba makundi yote ya jamii kupitia tamaduni mbalimbali. Pia inasisitiza mshikamano wa umoja wetu wa kikanda kama nguzo ya mtangamano wetu. Aidha, inahimiza maendeleo ya kiuchumi ambayo hutokana na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ili kufikia uchumi wa kati kupitia viwanda. Vile vile, kauli mbiu hii inabainisha fursa zilizoko katika sekta ya utamaduni, sanaa na ubunifu katika kuzalisha mazao mapya ya kiutalii kwa lengo la kushamirisha utalii. Binafsi natambua kuwa kufanyika kwa tamasha hili ni fursa adhimu ya kuutangaza, kuuenzi na kuendeleza urithi wa utamaduni wetu mbele ya macho ya dunia. Na ninasema hivi kwa sababu tumeona nchi kadhaa hapa zimekuja na vikundi vya utamaduni, lakini zinashirikisha watoto. Hii ni alama kwamba urithi wetu, utamaduni wetu lazima urithiwe vizazi hadi vizazi. Nawashukuru sana kwa hilo. Huu ni wakati mzuri wa kukumbushana umuhimu wa kutathmini misingi ya tamaduni zetu, ikiwemo mila, desturi, miiko, lugha, historia, michezo na sanaa. Tamaduni zetu zinatufundisha mambo mengi sana. Mathalan, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu, kulinda na kuheshimu utu, kupendana, kuwa wazalendo, kulinda rasilimali za umma na kadhalika. Mtu yoyote asiyethamini utamaduni wake, huyo ni mtumwa wa tamaduni nyingine, kwani wahenga walisema asokwao ni mtumwa, na vivyo hivyo aso utamaduni wake ni mtumwa. Na kuthamini utamaduni wa mtu mwingine au wa kigeni, huo nao ni utumwa. Tusikubali kamwe kuwa watumwa wa tamaduni nyingine. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, madhumuni ya Jama Fest ni kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi au nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia ukuzaji wa sekta za ubunifu na utamaduni, kutoa jukwaa la kuonesha utamaduni kama msingi imara wa kuimarisha na kudumisha mtangamano na maendeleo ya kikanda, kuwaleta au kuwaunganisha pamoja wadau na viongozi wa sekta kuendeleza na kuenzi urithi wa utamaduni wetu.
lakini pia kutoa fursa ya majadiliano ya kitaaluma baina ya wanachama wa nchi za Afrika Mashariki, kutumia utamaduni na ubunifu kama nyenzo ya kuenzi na kukuza utambulisho wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutangaza fursa na rasilimali za kipekee zinazopatikana miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa napenda kutangaza rasmi kwamba tamasha la 4 la sanaa na utamaduni la Jumuiya ya Afrika Mashariki, yaani Jama Fest, na tamasha la urithi linaloratibiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Wizara ya Maliasili na Utalii za Tanzania, yote kwa pamoja yamefunguliwa rasmi.